Ndugu zangu, awali ya yote napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye amefanya mimi na wewe mpaka siku ya leo tukawa tuna afya njema. Lakini napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwajali watumishi na wafanyakazi wote nchini. Mengine nitakuja kuongea mbele jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais anavyotujali sisi watumishi. Lakini napenda kuchukua nafasi hii pia kuwashukuru CWT kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika hafla yenu hii hapa ya siku ya leo. Nawashukuru sana. Lakini wale kutoka nje ya wilaya ya Mafia, karibuni sana Mafia. Mafia ni njema, na tunasema Mafia ni njema atakaye na aje. Na kwa upande wetu tuko salama, lakini vile kuna fursa mbalimbali ambazo wewe kama una jicho la biashara, jicho la uwekezaji, basi Mafia kwa sasa inafaa kwenye kuwekeza. Lakini vile Mafia ni sehemu nzuri sana ya kutuliza ubongo wako. Kama ulikuja ukalala hapa Mafia, nafikiri utakuwa pamoja na mimi kwenye kuamini hilo. Ndugu zangu, siku ya leo watu wengi walikuwa wanaisubiri sana, lakini tuko kwenye uchaguzi na ni demokrasia. Kila mmoja wetu ana haki ya kuchagua yule ambaye anamtaka. Kwa upande wa CWT, mmefanya kazi nzuri, mmeendesha mchakato wenu mzuri mpaka hapa ambapo tumefikia siku ya leo. Lakini najua miongoni mwa kazi au majukumu yenu ambayo mnayafanya kama chama cha walimu, nyinyi kwa upande wa wilaya, mimi niseme ndio mimi nahesabu kama vinara kwenye kuhakikisha mnafuatilia na mnasimamia changamoto za watumishi vizuri. Tuna vyama vingi hapa vya wafanyakazi, lakini mnaongoza kuja kunisumbua ofisini kwangu kuhusu watumishi ni nyinyi. Hatuwezi kusema kwa sababu labda kundi kubwa labda ni walimu ndio maana nyinyi mnakuja sana, lakini najua kuna chama kingine kina kundi kubwa ambayo inaendana na nyinyi, lakini sio wasumbufu kama mlivyokuwa nyinyi. Yaani nyinyi kila siku mko ofisini kuulizia maslahi ya watumishi, maslahi ya walimu, kwenye swala zima la fedha zao, kwenye swala zima la mazingira bora kazini, lakini vile masuala ya uhamisho na mambo mengine mengi. Mmekuwa mnakuja sana, na mlivyo sasa mnakuja kama kundi. Sekretari pale ananiambia DC CWT wamekuja hapo nje. Basi unajua yeye mwenyekiti katangulia, katibu, yani timu nzima wakiingia pale DC hapa sisi tuna changamoto moja mbili tatu. Kuna mwalimu wetu mmoja anatuma, mwingine sio ana nini, mwingine mpaka siku mwenyekiti kama mwenyekiti twende moja baada moja. Yule wa wanawake hapana mwenyekiti sisi kwenye mwenyekiti amaliza yote alafu tutaendelea lakini amaliza yote wasije sawa jamani. Kwa hiyo ni kwamba ni chama ambacho kinajali watumishi na kinajali zile hisia. Yaani zile hisia wanazivaa wao. Tuko sawa? Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa kama ambavyo nimesema mara ya kwanza, na nitakuwa wakati nazungumza kuna baadhi ya kwenye risala nitakuwa na yajibu. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana kwa wilaya yetu ya Mafia. Amepandisha madaraja kwa mserereko, lakini vile na katika madaraja haya yaliyopandisha kwa wilaya ya Mafia, halmashauri ya wilaya ya Mafia kapandisha walimu 167 kwa mserereko.
Lakini vile vile ameweza sio 167, amepandisha shule ya msingi 106, sekondari 61 au kapandisha kawaida, alafu mserereko 50, jumla 217. Makofi kwake. Lakini mpaka sasa hivi fedha za likizo ambazo tumeshalipwa kwa shule za msingi tumeshalipa milioni 45, shule za sekondari milioni 14 kwa fedha za likizo. Najua kuna wengine huko ndani watakuwa ni miongoni mwa ambao wamelipwa. Lakini vile vile tumetakiwa tuhakiki madeni ili yapelekwe hazina na TAMISEMI waone namna ya kulipa. Kwa shule za msingi madeni ambayo wanadai milioni 556,197,011.05. Kwa shule za sekondari madeni ya watumishi ni milioni 179,672,687.37. Haya yanajumuisha madeni ya likizo, uhamisho, matibabu na masomo, na yote yanafanyiwa kazi. Tumesema endelea kutori, nyama ziko wapi? Lakini kwenye haya Mheshimiwa Rais ameboresha makazi na sehemu za kazi kwa walimu. Nafikiri kwa wale ambao mpo katika maeneo haya na mengineyo mtakuwa mashahidi, naendelea kujibu ile sana. Mheshimiwa Rais amejenga nyumba za walimu Kidayendui 2-in-1. Walimu Kidayendui hapa sivyo bwana, wamehamia bado hapo vipi? Makofi kwa Dkt. Samia. Amejenga nyumba za walimu Rapta 2-in-1, ujenzi unaendelea. Rapta tupo, ujenzi upo huko. Uko asilimia ngapi? Asilimia nasema kuanzia 90 kwa sababu kupaona kuanzia. Makofi kwa Dkt. Samia. Walimu wawili hawaja kukaa. Lakini tuna shule ya msingi 2-in-1. Skula tupo. Lipo hapo. Haya, tuna bweni 2-in-1. Lakini kuna nyumba 3. Kuna bweni nilikwenda mwenyewe nimeona kabisa kule mambo yako moto. Lakini mwaka wa fedha ujao ambao unaanza mwezi wa 6, Bale na nyumba 2-in-1 nyumba moja. Jibondo na 2-in-1 nyumba moja. Juani na 2-in-1 nyumba moja. Ipo tayari. Fedha zipo zinasubiri utekelezaji. Hapo vipi? Makofi kwa Dkt. Samia. Lakini vile vile amejenga madarasa na nyumba mpya za walimu na madarasa na shule mpya za walimu za wanafunzi. Nafikiri kwa wale ambao wapo Mwawani wapo Bale mpo, kuna shule mpya kule Dongo tupo, kuna shule mpya kule. Lakini hizi shule nyingine ambazo nimetaja 2-in-1 ni shule zingine mpya, si ndio?